Zenj TV, tujivunie nyumbani. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema kuwa amepata hakikisho kutoka kwa Iran kwa taifa hilo la Kiislamu la Iran halitotengeneza tena silaha za nyuklia, wakati kukiwa na ripoti ya kwamba ametumia pendekezo jipya lenye masharti makali kwa Tehran. Mabadiliko yoyote kwenye pendekezo hilo jipya yanaweza kucheleweshwa zaidi kufikiwa kwa makubaliano rasmi ya kumaliza vita Mashariki ya Kati na kuifungua njia muhimu ya mlango bahari wa Hormuz baada ya wiki kadhaa za kusaka suluhu, licha ya msuguano wa maneno na mapigano ya hapa na pale ya kijeshi. Vyombo vya habari vya New York Times pamoja na Axios vimeripoti jana Jumamosi kuwa Trump ametumia pendekezo jipya kwa Iran lenye masharti makali zaidi, ingawa haijabainika ni masharti gani hasa yaliyoongezwa. Trump amesema kuwa vipaumbele vyake katika makubaliano yoyote ni kuizuia Iran kutokutengeneza silaha za nyuklia na kufungua tena njia ya Hormuz iliyokuwa imezuiwa. Wakati huo huo, jeshi la wanamaji la kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC limetoa taarifa rasmi leo Jumapili ya tarehe 31 Mei mwaka 2026 likithibitisha kuwa meli za kimataifa zipatazo 28 zimepita katika mlango bahari wa Hormuz ndani ya saa 24 zilizopita chini ya uratibu wa moja kwa moja na idhini maalum ya vikosi vyake vya baharini. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, meli hizo ziliongozwa na kusimamiwa kwa karibu na mamlaka za baharini za Iran wakati zikivuka njia hiyo muhimu ya kimataifa inayotumiwa kwa usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu duniani. IRGC imesisitiza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha usalama na udhibiti wa shughuli zote za usafiri wa majini katika eneo hilo nyeti. Tangazo hilo linaonyesha msimamo wa Iran wa kuendelea kufuatilia na kudhibiti kwa karibu meli zote zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, ambao ni moja ya njia muhimu zaidi ya usafirishaji wa nishati duniani. Eneo hilo lina umuhimu mkubwa kwa uchumi wa kimataifa kutokana na kiwango kikubwa cha mafuta na gesi kinachosafirishwa kupitia njia hiyo kila siku. Zenj TV, tujivunie nyumbani.